Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Emmanuel James Kiula, nampenda Yesu. Nimeokoka, Yesu ameniokoa. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo kwenye kipindi chetu kutoka madhabahuni leo. Basi kabla hatujaendelea sana na mambo mengi, ningetamani tuweze kumshukuru Mungu kisha tutaweza kuendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya uwezesho huu ambao Bwana umetuwezesha kwa neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya watumishi wako ambao Bwana umewapaka mafuta kwa ajili ya kipindi hichi kutoka madhabahuni leo. Baba, nakutukuza Baba, na kushukuru kwa ajili ya neema yako Baba. Asante pia kwa ajili ya mfuatiliaji wetu na mtazamaji wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Neema yako tena Bwana ituwezeshe kwa ajili ya kunena neno lako majira haya, katika jina la Yesu Kristo. Na hata yule msikilizaji wetu na mfuatiliaji wetu, Bwana, neno hili likageuze maisha yake, likaponye fahamu zake, likaponye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Maana Bwana, nyakati zote ulipotaka kuwatoa watu katika hali ya maangamizi yao, ulilituma neno lako, mfalme wa amani. Yuko mtu ambaye Bwana umelituma neno jioni ya leo kuweza kumsaidia mahala fulani, kuweza kuganga moyo wake, kuweza kumwinua tena na tena, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, asante kwa ajili ya watumishi wako, kila anaye atakayepata nafasi hii kwa ajili ya kunena neno, Bwana wa mabwana. Neno hili likawe ni baraka, neno hili likawe ni sehemu ya kwenda kugeuza maisha yetu, ni sehemu ya kwenda kuponya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Hongereni kwa ushindi. Najua kabisa ni siku nyingine tena Bwana ametupa neema ya kuwepo tena kwenye hiki kipindi kizuri kutoka madhabahuni leo. Haleluya. Hiki ni kipindi ambacho kwa kweli kimegeuza maisha ya watu, kimeponya maisha ya watu. Watu wengi wamebadilishwa kupitia kipindi hiki kutoka madhabahuni leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hongereni kwa kupendeza. Najua hii ni kazi ya Yesu, anaendelea kuwapendezesha, maana Yesu analea. Haleluya. Kiukweli hatakuwa hivi, ni neema ya Mungu. Kuna mahali fulani ukisoma kwenye kile kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11 mpaka wa 12, anasema kwa maana neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha. Maana yake kazi ya hiyo neema ni kugeuza maisha ya watu. Haiwezekani neema ikageuza maisha yako yakaishia ndani tu. Huwa pia hiyo nuru inatokea nje, mafuta yanatokea nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninaamini kabisa mafuta haya yanawafanya mng'ae, mafuta haya yanawafanya muonekane kuwa bora 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 kila itwapo leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pia na tunapenda kumsalimu pia mtazamaji wetu na anayetufuatilia kutokea sehemu mbalimbali. Tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo, na tukukaribishe tena katika kipindi chetu kutoka madhabahuni leo. Bwana ametupaka mafuta tena, tumekuja na neno la ushindi, tumekuja na neno la baraka ambalo litageuza maisha yako, litaponya maisha yako na kukufanya uweze kwenda hatua ya baraka zaidi na zaidi, kwa sababu hili nasema tunatoka utukufu hata tukufu, tunatoka neema hata neema, neema juu ya neema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Watumishi wa Mungu, karibuni sana. Naamini huko mlikotokea mambo yako vizuri kabisa. Yesu akiwa enzini, mambo yanakuwa sawa sawa. Haleluya. Okay. Leo kutoka madhabahuni leo, kipindi chetu hewani au somo letu hewani linasema kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaweza akawa na maswali, kwani sijajiungamanisha? Mbona mimi nimeokoka?
Mbona mimi nampenda Yesu? Mbona Yesu ni Bwana, ameniokoa? Labda anaweza akasema mbona mimi na miaka kadhaa mpaka tangu nimeokoka, tangu nimesamehewa dhambi zangu. Sasa unawezaje kuniambia tena kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, kuokoka ni jambo moja na kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu ni jambo jingine. Kwa nini? Unaweza ukawa umeokoka lakini yamkini hauna ufahamu kuhusiana na kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Tunapozungumzia kazi ya ufalme wa Mungu, maana yake tunaona Yesu Kristo alipokuja kutoka mbinguni akaja akazaliwa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wagalatia sura 4 mstari wa 4 anasema hata ilipotimia utimilifu wa wakati Yesu alizaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Kwa nini Yesu amezaliwa sasa? Maana yake alikuja kwa ajili ya kazi ya ufalme wa Mungu, na hii kazi iliyomleta Yesu Kristo ilikuwa ni kuja kuwafia wanadamu. Amekuja kutufia na siku ya tatu akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiunganisha na nikiambatanisha na ile andiko kwenye kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Mungu alimtoaje mwanae pekee? Maana yake alimtoa akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu tupate kuokolewa. Kwa hiyo kazi hii tunaizungumzia ya ufalme wa Mungu ni kazi ya watu kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kazi ya watu kufanyaje? Kuokolewa. Haleluya. Sasa ili watu waweze kuokolewa au ili kazi ya ufalme wa Mungu iweze kutendeka, iweze kufanyika, ni lazima pawepo na watu ambao wanahusika kwa ajili ya hiyo kazi ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya hiyo kazi ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Kwa maana nyingine, Mungu ni roho. Ili aweze kufanya jambo lake anahitaji kutumia watu au kutumia mtu. Amen. Anahitaji kutumia watu au kutumia mtu. Kuna watu tayari Mungu amekwisha kuwabariki, amekwisha kuwainua kwenye maeneo mbalimbali, na anahitaji kuwatumia 2026 waweze kuhusika kusupport kazi yake, kuwezesha kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawezaje? Kwani kuna mtu anaweza kusema sasa Mungu ameanza kusaidiwa tena? Wana wa Mungu, mbinguni hamna hela. Hela ziko kwa watu, nao watu wamewezeshwa na Mungu kuzipata hizo fedha, kupata hizo hela. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni hakuna nini? Hakuna hela. Hela ziko kwenye mikono ya watu. Kwa hiyo lazima wapatikane watu wanaokuwa tayari kuweza kuambatana kwenye kazi ya ufalme wa Mungu, na hiyo kazi ya Mungu iweze kufanyaje? Iweze kusonga mbele, iweze kufanyika. Kuna mtu anaweza kusema sasa kazi ya Mungu tena inanunuliwa, inauzwa? Kuhubiri neno la Mungu ni bure, lakini kwenda mahali unapotakiwa kwenda kuhubiri, hauwezi kupanda gari bure, hauwezi kupanda ndege bure. Naongea na mtu sasa. Hauwezi kwenda kuchukua speaker mahali zinapouzwa bure, kwamba unaenda tu, jamani Mungu amenituma mnipe speaker, mnipe microphone, mnipe nini, mnipe generator hii, mnipe hizi nyaya, mnipe hivi vitendea kazi bure. Kunahitajika fedha, kunahitajika pesa za kununulia hivyo vifaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaposema kuhubiri, ni kweli kuna mtu anaweza akaenda nyumba kwa nyumba tu bila kutumia kipaza sauti na akawashuhudia watu habari za Yesu, lakini kuna namna nyingine ambayo mtu anaweza anataka sasa kuwafikia watu wengi mara moja, labda kwenye uwanja wa mpira, kuwafikia watu kwenye maeneo fulani ya wazi, anataka kuweka vipaza sauti pale, anataka kuandaa hilo kongamano, anataka kuandaa mkutano wa Injili. Kuna gharama fulani ambazo zinahitaji ziweze kutumika na kazi ya ufalme wa Mungu iweze kuwafikia watu. Tunaona leo kuna wakati mtu anaweza akawa labda sehemu fulani anatumia vyombo, mfano kamera. Mfano unaona kama sasa hivi hapa tunatengeneza hiki kipindi au tunarekodi hiki kipindi kutumia kamera. Kwa hiyo hii kamera, maana yake kuna watu waliweza kujitoa, waliweza kutoa fedha zao ili kazi ya ufalme wa Mungu iweze kuwafikia watu wengine.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hapa nilikuwa najaribu kuweka msingi tu wa somo letu kwamba kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Unaweza ukawa umeokoka kabisa, unampenda Yesu, lakini haujapata hizi siri, haujapata haya maarifa kwamba kuna kujiungamanisha kwenye kazi ya nini? Ya ufalme wa Mungu kupitia mali zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli wewe umeshajitoa kwamba umeshaokoka, umeshasema wewe ni wa Yesu, lakini je, kweli na mali zako nazo uko tayari kuziachilia kwa Bwana Yesu? Uko tayari kuzitoa kwenye kazi ya ufalme wa Mungu ili kazi ya ufalme wa Mungu iweze kwenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kupoteza muda au kuchelewa, mimi nilikuwa tu nimeanza kuweka msingi fulani ili watumishi wa Mungu pia waweze kuweza kusema jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa habari ya hili somo letu ambalo linasema kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Karibuni sana watumishi wa Mungu, kwa sababu leo kipaza sauti chetu kinaanzia mkono wangu wa kulia hapa, na mimi sita kuweza kumkaribisha mtumishi wa Mungu anaitwa Mchungaji Rosemary ili aweze kuanza kuachilia madini. Haleluya. Kuna mfuatiliaji wetu anatufuatilia, anapaswa kupata hizi siri kwa habari ya kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu, Mchungaji Rosemary. Karibu sana uweze kuzungumza na mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa hiki kipindi kutoka madhabahuni leo. Karibu sana. Amina baba. Kwenye somo hili ndio la kujiambatanisha kwenye ufalme wa Mungu, kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Ni kweli kabisa kama baba ulivyosema kwamba unaweza kuwa umeokoka lakini upande mwingine wa kutoa mali zako kwenye ufalme wa Mungu yani haupo kabisa. Na nitaanza na lile andiko linasema kwamba Yohana 12 mstari wa 26 anasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Maana yake kwenye Mungu Baba atakapokuheshimu, maana yake umejitoa, umetoa mali zako. Haleluya. Amen. Na pia tukiangalia Kumbukumbu la Torati sura ya 3 sura ya 6 mstari wa 5 anasema kwamba hebu ngoja tusome hapo. Anasema semaje? Tunaweza tukaenda pamoja tukasoma. Yes. Tunaweza tukaenda pamoja tukasoma hiyo Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5 anasema hivi. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Haleluya. Kwa kumbe kwenye unapojiambatanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu, maana yake unatoa roho yako, moyo wako na nguvu zako. Haleluya. Kwa kila kitu inabidi ukitoe kwa Mungu. Na pia tukiangalia kwenye Mithali sura ya 3, naomba twende pamoja. Mithali sura ya 3. Sura ya 3. Mstari wa 9. Ndio. Mithali sura ya 3 mstari wa 9 au 6? Wa 9. Mithali sura ya 3 mstari wa 9. Anasemaje hapo? Anasema kwamba mheshimu Bwana Mungu. Anasema mheshimu Bwana kwa mali yako. Kwa mali yako. Na kwa malimbuko ya mazao yako. Na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Haleluya. Kumbe kuna mtu anaweza akawa na biashara kama duka au biashara tu ndogo ndogo tu ya kawaida, labda anatembeza mjasiriamali wa kawaida, na nguo anatembeza, anakaanga tu miogo au anafanya kitu kingine tu kwa anamaliza mwaka mzima hajafanya kitu chochote kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana hicho anachosema kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako yote. Ndiyo. Na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndio. Kwa hiyo maana yake inabidi uwe na sehemu kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Haleluya. Tuna pia tukiangalia kwenye Luka 8 mstari wa kwanza mstari wa 2 mpaka wa 3 tunaona wale wanawake Yesu aliwatoa pepo. Walikuwa sehemu kwenye kujitoa. Biblia inasema wakatoa mali zao, wakamtumikia Yesu. Kwa mali zao. Kwa mali zao. Yes. Kwa mali zao. Yes.
Kwa hiyo pia tunaposema hapa kwamba kwa haupaswi kufanya biashara ya aina yoyote kwa mwaka mzima bila kutoa mali zako kwa Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, labda ni katishe kidogo. Ndiyo. Tunaona umeongelea habari ya Luka sura 8 mstari wa 2 mpaka wa 3 kwamba wale wanawake ambao baada ya kufunguliwa wakaponywa, Biblia inasema wengine walikuwa na magonjwa, wengine walikuwa na mapepo, wakatolewa zile pepo. Sasa swali la kujiuliza, sasa Yesu anataka mali zao za nini wakati yeye ni Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ila tunarudi pale pale kwamba kumbuka, Yesu kabla hajaondoka naye alikuwa na mission. Huduma ilikuwa inaendelea. Huduma ilikuwa inafanyaje? Inaendelea. Tunaona Yesu alikuwa anatoka mitaa hii ukisoma lile andiko la, ngoja tusome ile Mathayo sura ya 4 mstari kuanzia 23. Tunaona hapo kwamba Yesu naye alikuwa na mission fulani, mission fulani ambayo alikuwa anatembea nayo, yani alikuwa na huduma ilikuwa inaendelea. Sema hivi. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya. Yote akifundisha katika masinagogi yao. Na kuhubiri habari njema ya ufalme. Na kuponya ugonjwa wa udhaifu. Na kuponya ugonjwa. Sasa pointi yangu kubwa hapa kwamba Yesu alikuwa na mission fulani. Ni mtu ambaye alikuwa ni kama huduma fulani ya kitume. Akitoka hapa anaenda hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu naye kwa sababu alikuwa bado yuko katika mwili, bado alihitaji akienda sehemu kuandaa maandalizi ya huduma, kuandaa makongamano. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana ukija kusoma andiko mahali fulani anasema kuna mahali fulani Yesu alifika wakadaiwa kodi. Wanadaiwa kodi. Ilibidi amwambie Petro aende avue yule samaki wa kwanza, akamwambia ana shekeli ili apate kulipa kodi yake na ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba hata huduma ya Yesu ilihitaji watu ambao wanaweza wakasimama na hiyo kazi ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapa anasema naye akihubiri nini? Akihubiri habari njema ya ufalme. Akihubiri habari njema ya ufalme. Haleluya. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba kazi ya Mungu bado inahitaji watu. Hata leo watu wanaweza kusimama na hiyo kazi kwenye kusapoti mali zao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi kama mtumishi wa Mungu, kama bado ulikuwa umebakisha ka kipengele fulani, ni kuruhusu tena, karibu sana. Nitamalizia na ili andiko la Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 18, anasema kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri, ili aifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Sawa, unaweza kaongeza sauti kidogo. Anasema kwenye Kumbukumbu kwamba bali utamkumbuka nani? Bwana. Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Maana ndiye akupaye nini? Nguvu ya kupata utajiri, ili afanye imara agano lake aliyowapa baba zako kama hivi leo. Hapo tunaona kabisa kwamba kama baba alivyosema kwamba na kwenye huduma ya Yesu pia ilihitaji watu watoe mali zao. Maana Yesu Kristo alikuwa akizunguka kila masinagogi. Lakini mtumishi wa Mungu, samahani kwanza, kuna kitu hapa tunataka kukikimbiza hapa cha muhimu sana. Kuna kitu kinazungumzia hapa, anazungumzia agano. Alifanya imara nini? Hivyo hujaisikiaga kuna watu wanasema amepewa agano la utajiri. Ana agano la utajiri kutoka kwa mganga. Kumbe watu wanapewaga agano la utajiri, anapewa nguvu. Sasa ile nguvu inakuwa ni agano. Agano ni makubaliano kati ya mtu na mtu, kwamba wewe nakupa nguvu itakayokuwa inakufanikisha, lakini kuna wakati utakuwa unarudisha kama shukurani fulani, utakuwa unarudisha sadaka fulani. Hapa ndo anasema alifanya imara agano. Sasa hili linaitwa agano la utajiri, kwa sababu anasema akupae nguvu za kupata nini? Utajiri. Kumbe utajiri sio kitu tu cha kawaida, ni agano kabisa. Mungu anaweza kuweka na mtu, au mtu anaweka na Mungu agano la utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta kabisa mtu na Mungu amekubaliana kwamba mimi nitatembea na wewe kwenye mtembeo huu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nimejifunza kitu hapa kwamba naye apate kulifanya imara agano, apate kulifanya imara agano. Sasa ili alifanye imara ni pale tu ambapo unarudi kufanyaje? Kushukuru. Na kushukuru sio tu kusema asante Yesu, nimeona umenisaidia sana, ukaishia hapo. Maana yake kile alichokupa kuna sehemu fulani unarudisha mbele za Bwana. Haleluya. Na unaporudisha ile sehemu ya mali ambayo Bwana amekupa, maana yake kazi ya hiyo sehemu ya mali ni kusupport kazi ya ufalme wa Mungu. Kwa maana hiyo Mungu aweke agano na mtu ili huyo mtu ajifurahishe peke yake, ili huyo mtu tu apotelee. Mungu anapoweka agano na mtu kwa habari ya utajiri, kwa habari ya kumpa nguvu ya utajiri, maana yake ameweka hilo agano ili huyo mtu awe anarudi kushukuru mbele za Bwana, ili huyo mtu asimame kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Ni hapo tu nilitamani sana nipaseme, kwa sababu yamkini pamenigusa sana. Haleluya. Mimi nimewahi kusikia mtu anasema huyu amepewa agano la utajiri na masharti yake hatakiwi kuvaa nguo nzuri, masharti yake hatakiwi kununua viatu vipya, atakuwa anavaa mayeboyebo tu. Mimi nimewahi kuona kule kwetu kuna mzee mmoja ana magorofa, lakini havaagi nguo za, yani anunui nguo hizi special, ananunua mitumba, makoti yale yamejikunja kunja, alafu avai viatu, anavaa mayeboyebo na miguu na makenya yale pasuka. Yani ndo agano lake. Na walisema kwamba alalagi kwenye kitanda, kwamba analala kwenye simenti tu, ndio agano lake. Na wengine baba wanalala chooni kabisa. Wengine makaburini. Yes. Ili kuimarisha nini? Agano. Agano la utajiri. Yes. Na kila muda wanarudisha nini? Shukrani, wanarudisha ripoti. Kwamba tangu uliponipa ile nguvu mpaka leo nimepiga hatua hapa na hapa. Sasa wana wa Mungu, kama watu wa gizani wanaweza wakawa na mifumo fulani, je, wana wa Mungu sisi hatuna mifumo kwenye ufalme wa Mungu? Na ndio maana tumeona ili andiko hapa, anasema utamkumbuka. Haleluya, utamkumbuka. Manake Januari hii Bwana amekuwezesha, umeanza ukiwa na afya, umeanza kwa namna ya mafanikio kabisa, unaona kabisa vitu vinaenda vizuri. Manake kuna namna ya kumkumbuka Mungu kwenye kazi yake ya ufalme. Haleluya. Amen. Karibu sana mtu wa Mungu. Mimi nitamalizia kwanza kabisa, mimi ni mfano unaotembea kabisa. Sikujuaga habari za kwanza eti kutoa shukrani mbele za Mungu. Kwa habari za nani? Unamshukuru kwa ajili ya nini? Amefanya nini? Sikujua kabisa. Na wakati wewe ndio umepigwa na jua. Nilikuwa naona ni changu tu. Yaani hamna haja kwenda mbele za. Na penyewe Mungu, na penyewe nimemjulia wapi? Maana nimezaliwa tu nikakutana kwamba Mungu. Hapo umeongea kitu fulani. Unajua kuna watu wanafikiri akitoka yeye, kwa sababu ametumia kufikiri energy fulani, kwamba mimi ndo nimehangaika kutafuta wateja, nimetumia mbinu mbalimbali. Sasa jambo la muhimu, kama Mungu naye angesema uwe uhai na uomba. Sasa baba, mimi na akili hiyo, mimi na akili hiyo kabisa. Maana yake Mungu angesema, na mimi kwa sababu wewe unafikiri ni nguvu zako, na mimi naomba uwe uhai. Hivi mfano wana wa Mungu akisema tu la mfano, tunalala asubuhi hatuamki, tunafanyaje sasa? Kwamba leo Tanzania nzima hawataamka. Kwamba leo, yani tangu walipolala jana Tanzania nzima hawajaamka. Kuna mjanja yoyote? Maana yake tutambue kwamba katika namna yote ambayo unahisi kwamba umefanikiwa na unasema umeokoka, maana yake kuna msaada wa kiungu, kuna neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiukweli bila msaada wa Mungu au bila neema ya Mungu hatukupaswa kufanya chochote kikafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Nafikiri basi tuweze kusogeza kipaza sauti hapa kwa mtu wa Mungu. Naamini na yeye pia ana kitu fulani kwa ajili ya kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Karibu sana mchungaji Christina. Naamini una jambo fulani unataka kuzungumza na mtu, na Mtanzania na wale ambao wako nje ya Tanzania, na Mungu naamini amekupa kitu kizuri kabisa. Karibu sana mtu wa Mungu, karibu sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Ninashukuru Baba kwa hii nafasi ulionipa. Pia hata kwa mtazamaji anayetutazama wakati huu. Ndio.
somo letu linasema kwamba kujiambatanisha au kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila pande au kila eneo huwa kuna kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni. Ninapozungumzia kanuni maana yake hilo neno ni zito sana. Kanuni. Kila pande aidha ni ufalme wa nuruni au wa giza. Kuna kitu kinaitwa nini? Kanuni. Yes. Labda kuna mtu haelewi nini maana ya kanuni. Kanuni ni utaratibu ambao umewekwa mahali fulani unapaswa kufuatwa. Oh my Lord, my Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu tunapozungumzia namna ya kujiambatanisha kwenye kazi ya Mungu au kujiungamanisha. Yamkini kuna mtazamaji anayetutazama akaona kama hiki ni kitu ambacho sisi tunakianzisha. Ni kitu ambacho kilishaanza zamani. Ndio. Tukisoma kwenye Kutoka sura ya 35 kuanzia mstari wa 26 pale. Kuna watu ambao walijiungamanisha na kazi ya Mungu. Ndio. Kutoka 35. Ndio. Kutoka 35 mstari wa ngapi? Kuanzia mstari wa 26. Anasema hivi, nitasoma. Anasema hivi, na wanawake wote ambao mioyo yao iliwahimiza katika hekima wakasokota hizo singa za mbuzi. Niendelee? Ndio, tuendelee mpaka 29. 27 anasema, na hao wakuu wakavileta vile vito vya shohamu na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera na kwa hicho kifuko cha kifuani. 28, na viungo vya manukato na mafuta kwa hiyo taa na kwa hayo mafuta ya kutiwa na kwa huo uvumba mzuri. 29, na wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda, wote waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Amen. Tunaona kwenye haya maandiko hapa yanaonyesha namna ambavyo watu walikuwa wanaambatana na kazi ya Mungu. Tena nasema kwa mioyo yao. Yes. Na kwa kupenda. Kumbe kama moyo wako haujaambatana na kazi ya Mungu huwezi kutoa mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kutoa mali zako. Mtumishi wa Mungu hapa ametoka kusema kwamba kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na ule mstari wa 6 anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sura ya 6 mstari wa 5. Sura ya 6 mstari wa 5. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo kumbe moyo wako kama hujaambatana hauwezi kutoa mali zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ni mtu kwanza. Moyo kwanza. Yes. Yaani mtu ajitoe kwanza. Amen. Yeye kama yeye. Ndio. Ampende Mungu. Yes. Haiwezekani ukampenda Mungu usipende kutoa. Amen. Haiwezekani ukampenda Mungu usiweze kutoa mali zako. Amen. Maana yake mtu yoyote anayempenda mtu huwa anatoa mpaka mali zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo umenikumbusha kitu, mtu wa Mungu. Amen. Unajua mtu kwa mfano kijana wa kiume akichumbia, yuko tayari akachape kazi huko mtaani, mwisho wa siku anakuja, yani hiyo aliyokuwa nayo kama ni 10,000 anaitoa yote kwa sababu amempenda binti. Amen. Naongea na mtu mahali hapo. Amen. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia masuala ya kumpenda Mungu, maana yake ni jambo linalohusisha moyo. Yes. Namna moyo ukishakuwa, Biblia inasema hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake utakapokuwa. Haleluya. Haiwezekani moyo uwe mahala fulani alafu usiweze kutoa mali zako. Amen. Maana yake moyo ukiwa umeambatana mahala fulani lazima utatoa mali zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo moyo unaamuru vitu unaamuru vitu vya nje navyo vifuate moyo ulipo. Amen. Endelea mtumishi wa Mungu. Amen. Nashukuru pia baba pia. Tumezungumzia kwamba moyo wa mtu unavyoweza kuambatana. Yes. Tukisoma kwenye Marko sura ya 10 kuanzia mstari wa 23 hapa kwa mtu tumuone hapa. Anasema ndio. Yesu akatazama kote kote akawaambia wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa alikuwa anazungumzia kwa habari ya mtu mmoja alimfuata Yesu.
ngoja tuanzie 17 samani. Marko 10 mstari wa 17 anasema hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio akampigia magoti akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi ufalme wa milele? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuurithi uzima wa milele. Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri? Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho akampenda, akamwambia, kumpenda kwake ni namna alivyozishika zile amri. Sasa inakuja hapa, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape masikini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Ukiendelea hapa, ili jambo lilikuwa gumu kwa huyu mtu kwenye utoaji. Kwa hiyo alikuwa amepata tu namna ya kukusanya, lakini sio mtu mzuri kwenye utoaji. Amen. Kwa hiyo anaweza akawepo mtu ameokoka kabisa. Amen. Na yani Mungu amemwezesha kwenye maeneo mbalimbali. Amen. Lakini eneo la utoaji ndio kuna uzito fulani. Na ugumu. Na kwenye ufalme wa Mungu, maana yake kama wewe sio mzuri wa kutoa, bado mbinguni hauna kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lugha nyingine, tunaanza kutengeneza, kila mtu anatengeneza mji wake kule, au anatengeneza nyumba yake, nafasi yake akiwa duniani. Amen. 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 Ngoja niunganisha na andiko fulani kwenye kitabu cha Mathayo. Anazungumzia kwamba, anasemea habari ya, anasema atakapokuja mwana wa Adamu atabagua kama kondoo na mbuzi. Amen. Wale ambao anazungumzia kwa habari ya wale watu ambao walikuwa anasema kwamba wale walikuwa wakitoa duniani. Anasema nilipokuwa na njaa, nilipokuwa nipo gerezani, nilipokuwa mgonjwa, mlikuja kunitazama. Sasa wale watu watasema, ni lini Bwana? Ni lini Bwana? Anasema wale mliowatendea, mlinitendea mimi. Kumbe unaweza ukahisi kwamba unatoa kwa ajili ya mtu, kumbe unatoa kwa ajili ya Mungu. Amen. Ndio maana kwenye utoaji unapaswa kuweka mtazamo kwamba hautoi kwa mwanadamu. Amen. Ila unatoa kwa Mungu, kwa sababu wewe uko connected na mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake utoaji wako hautoi kwa sababu natoa kwa sana mfahamu. Unatoa kwa sababu mimi kwenye utoaji wangu nimegundua siri kwamba ninachokifanya nimejiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Pia yamkini mtu anaona kwamba nikitoa labda sipati chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukienda kwenye Waefeso sura ya 1 na ule mstari wa 3, mtu nimwonyeshe kwamba anapotoa hatoi kwamba anatupa tu, bali ni mbegu anayoipanda atarajie kuvuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kwenye utoaji kuna baraka, anapokea baraka. Waefeso ile sura ya 1 na ule mstari wa 3, tusome kwa pamoja. Ndio. Anasema ashukuriwe, atukuzwe nani? Mungu. Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubarikia kwa baraka zote za rohoni, katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Anaposema ndani yake Kristo, maana sisi hatutoi nje ya Kristo. Tunatoa tukiwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo tunazipokea zile baraka tukiwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa hapa wewe unapotoa usione kama ni kitu ambacho tu mimi ninampa tu mchungaji. Lakini nimejifunza kitu hapa wakati unasoma. Anasema jambo la kwanza, yeye ndio aliyetubariki. Yes. Yeye ndio aliyefanyaje? Aliyetubariki. Sio sisi tumembariki. Yes. Yeye ndio amefanyaje? Ametubariki. Kwa hata tunapotoa ni kama tunarudisha nini? Shukrani katika vile, yani hata sio vingi kana kwamba unaweza ukalinganisha na namna alivyokubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ile andiko anasema tumebarikiwa katika yeye. Kwa hiyo utoaji wetu hatuwezi kuwa na uchungu. Umewahi kuonaga kuna vitoto fulani havijafundishwa malezi mazuri. Unakanunulia pipi, unakapa pipi, ukikaomba hamna ya kwangu, na wakati wewe ndio umefanyaje? Umempa. Wewe ndio umemnunulia pipi. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu, yani Mungu ametubariki katika Kristo Yesu. Haiwezekani tukafika mahali tukaona kwamba tukawa wachungu kwenye kumtolea Bwana.
kwamba nitaisha, unajua Bwana ni hiki tu. Yeye ndo ametubariki. Kwa hiyo chanzo cha baraka zetu zinatokea wapi? Kwa Mungu kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatuwezi kusema kwamba sisi ndo tumembariki yeye. Kwa hiyo tunaona ni uchungu kutoa. Mungu atusaidie. Amen. Kwa tukielewa elimu hii, tukipata elimu hii mwaka 2026, ninaona kuna watu wanaenda kutembea katika ukuu fulani. Kuna watu wanaenda kutembea katika ustawi fulani. Kwa sababu tayari utakuwa umeelewa kodi za kutembea kwenye ukuu. Maana yake kama nitakuwa mtu mzuri wa kurudisha shukrani mbele za Bwana, ndivyo Mungu anavyoendelea kunibariki zaidi, ndivyo Mungu anavyoendelea kuniinua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata kwenye kuinuliwa kuna kitu kinaitwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba anasema ulikuwa mwaminifu kwa madogo, sasa nitakuinua tena, nitakupeleka tena. Maana yake kuna kuaminiwa. Mungu anaweza akakupa, anaweza akakuinua kiwango fulani, anasubiri je, uko tayari kuambatana naye? Uko tayari kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme? Ni sawa na anampa Ibrahimu Isaka, yeye mwenyewe amempa, alafu anamwambia amtoe. Manake Mungu anataka kuangalia moyo wa huyu mtu uko wapi. Je, upo kwake aliyempa, au umeanza kutazama kile kitu? Umeanza kutazama pesa? Umesoma andiko la habari ya yule mtu ambaye alikuwa ni tajiri, ana vitu lakini moyo wake upo kwenye vitu, hautazami kwa yule aliyemwezesha. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo watu wengi huwa wanaanza kutazama vitu kuliko kutokea kwenye chanzo. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapoona kwamba huyu mtu nimembariki, lakini ameanza kusuia, mkono wake umejikunja, Mungu atusaidie. Ni kama huyu mtu anajikata kwenye huo mkondo wa baraka, mkondo wa baraka. Haleluya. Sasa ili uone Mungu anakupeleka viwango na viwango na viwango vya baraka, ni muhimu sana kuweza kutambua namna ya kuweza kujiungamanisha kwenye nini? Kwenye kazi ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Okay, basi nafikiri tuweze kumalizia hapo kwenye kipengele chako. Kwa sababu ya muda wetu pia. Naomba nimalizie kwenye Wakorintho wa pili sura ya 9 kwamba kuanzia mstari wa 6 anasema lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Ndio. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Bado tunarudi kule kule kwenye Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Mandori ya masaka. Kwa hiyo sasa ni namna gani unavyopanda? Kadri unavyopanda ndivyo itakapokufanya uweze kuvuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unapanda kwa katika hali ya kawaida ya uvivu, uchungu, na hivyo uchungu. Yaani kuna mtu anatoa lakini anaona kama zimepotea. Anaona kama ameibiwa. Wamechukua hawa, wameniibia. Maana yake huwezi barikiwa. Labda tu mtu wa Mungu, kwa sababu ya muda, ningemalizia hapo kwenye kipengele kinasema kwamba kabla hujapeleka sadaka yako kwa mtumishi wa Mungu, hakikisha wewe na Mungu kwanza mnaongea sirini. Amen. Amina. Basi kwa sababu ya muda, nikushukuru mtumishi wa Mungu, mchungaji Christina. Nihamishe kipaza sauti, naona tunakimbizana kweli na muda wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunaye mtumishi wa Mungu hapa anaitwa mchungaji Jennifer, na yeye naamini analo jambo la kusema na mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mtumishi wa Mungu, bila kuchelewa kwa sababu ya muda wetu, ningeomba tuende moja kwa moja. Karibu sana kwenye kipengele chako ambacho ungetamani kuzungumza na mtu ambaye anatufuatilia moja kwa moja kwa habari ya kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Karibu sana mtu wa Mungu. Amen. Nashukuru sana baba. Ndio. Kwa kipindi kizuri ambacho mtazamaji wengi wamekuwa na mkingamo na wanakuwa wanatembea gizani kwa sababu haelewi na hajui. Shida sio kutembea na amri nyingi sana, lakini ni namna gani mtu anatembea kwenye kanuni. Jambo la kwanza kabisa ambalo nitaenda kulizungumzia, ndio kipengele ambacho kinasema ya kwamba mimi ili nijiungamanishe kwenye kazi ya ufalme wa Mungu,
ni mtu mwenye moyo wa kuipenda na kupenda kile kitu anachokifanya. Yes. Mimi labda nizungumzie sana, niangalie kitabu cha Matendo ya Mitume, pale nataka tujifunze kitu. Tumuone mtu mmoja alikuwa anaitwa Kornelio. Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3, kuna kitu tutajifunza. Anasema palikuwa na mtu mmoja Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kiitwacho Kiitalia, mtu mtaua. Jambo la kwanza kwenye kujiungamanisha na kazi ya Mungu, mtu mtaua ni mtu mchaji wa Mungu, mtu anayempenda Mungu. Jambo la pili anasema ni mchaji wa Mungu, mtu anayempenda Mungu, mtu anayefanya ibada. Mtu mwenye mahusiano na Mungu. Tofauti nje na mahusiano na Mungu, huwezi kumkuta mtu anaitoa pesa yake. Kwa nini nasema hivi? Mtu huyu tukirudi kwenye kitabu cha Ezekieli 36 mstari wa 27, anasema atauondoa moyo wa jiwe, ataweka moyo wa nyama. Sasa na ile roho ataitia ndani yake. Kinachofanya mtu atoe ni yale mahusiano na Mungu. Pia anageuzwa. Hallelujah. Unajua kuna wakati fulani mchungaji anaweza akawa anaomba sehemu, Bwana wasaidizi wa hatima na nini. Msaidizi wa hatima hawezi kuja kama Mungu asipogeuza ule moyo wa mtu. Baba alitoka kusema ya kwamba pesa na dhahabu ni mali ya Mungu. Kwa baraka alizotubarikia Mungu, sio sisi tulombariki. Kwa ni yeye ametubarikia. Sasa kutubarikia kwetu akasema pesa ziko ndani ya mtu. Yaani mtu ndo anaye pesa, mbinguni hamna pesa. Haziko mbinguni. Ziko kwenye mikono ya watu. Ziko kwenye mikono ya watu. Amen. Hata muda ule Yesu kipindi kile anamwambia Petro, nenda ukavue samaki alafu utakuta shekeli. Yamkini samaki huyo aloko anamvua ni mtu, ana shekeli. Kwa tunahitaji kufaidiana ili tuweze kuipeleka mbele hii kazi ya Mungu. Kwa ni roho wa Mungu akiingia ndani ya mtu, akamkarabati mtu, ndipo ataweza kutoa. Kwa sababu ile roho hapo, kuna kitu nimedaka mtu wa Mungu. Unajua haiwezekani kwamba Yesu azungumzia swala la samaki kama samaki tu. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwamba samaki wa kwanza ndo ana nini? Ana shekeli. Manake yamkini hata kuna mtu alikuwa na pepo. Petro ametumwa hapo, nenda katoe pepo. Baada ya kutoa pepo, moyo wake utafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na moyo ukifunguka ataambatana na sisi. Atakuwa sehemu ya huduma, atakuwa sehemu ya maono, ili tuweze kuvuka tunapotakiwa kwenda. Endelea mtu wa Mungu. Baba, ni kama umenipanulia upeo kidogo. Unajua Yesu alikuwa na mwanafunzi wa siri, walikuwa wanamuita Yusufu Almatayo, na mwingine Nikodemo. Unajua unaposoma andiko hata upeo zaidi. Amen. Yamkini siku hiyo alikuwa anatafuta Yusufu Almatayo, sababu alikuwa ni tajiri huyu mtu. Ndio. Hebu tuanze tu kufikiria kwa haraka. Yamkini wewe mwenyewe umekaa hapa, kuna mtu moyo wake umefungwa, kwa anahitaji afunguliwe. Aje akuletee pesa yako, ndio uweze kuendesha mahitaji. Kwa nini? Kazi ya Mungu ni kazi ya utumishi, ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Amen. Unaniambia mtumishi wa Mungu ana mshahara wapi? Kama si watu ambao wanatakiwa kufunguliwa mioyo yao waweze kutoa ile pesa kwa moyo wa kupenda. Nataka nizungumze tu katika hilo kutoka kwenye hiyo point niende kwenye kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 2 na wa 3. Wale wanawake walioambatana na Mungu kwenye na walioambatana na Yesu kwenye huduma ya mchungaji wao. Kwa nini waliambatana? Hao watu walitolewa kwanza pepo. Ndio. Kabla hajawatoa pepo, kuna roho ndani yao ilikuwa kama jiwe, ilikuwa inazuia wasitoe na ile huduma ya Yesu ikue. Kwa sababu Yesu kuzunguka ruti zote za Galilaya, Kapernaumu, sijui wapi. Kiukweli tukirudi kwenye hali ya kawaida, huwezi kuzunguka ruti hizo zote pasiwe na system. Na system inahitaji pesa. Amen. Na watu ambao wamekusudiwa hawatoki mbinguni, wanatoka humu. Ni namna gani mahusiano ya mtu na mtumishi, mahusiano ya mtu na Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipowatoa pepo 7, wale pepo walipotoka tu
Kuna siku moja baba yangu aliwahi kusema ya kwamba siku moja mtumishi wa Mungu Mwakasege alikuwa naomba kwa ajili ya kupata milioni 100. Lakini sasa siku ambayo alikuja kuipata ni watu wale ambao wanaomba nao. Kwa nini? Mimi pale nilijifunza kitu. Mtu yule alikuwa bado amefungwa, wale pepo 7 walikuwa bado wako ndani yake. Kwa hiyo walivyokuja kutolewa, alikuja kutoa pesa yake. Roho wa Mungu akiingia ndani ya mtu, anamfundisha hata namna ya kutoa bila kupigiwa kelele. Amen, 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 amen. Kwa hiyo tukirudi tena, kuna eneo fulani baba ulizungumzia kwa habari ya agano. Tutasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza, ule mstari wa 3 anasema ya kwamba watu hawa wakawa wanakwea mwaka kwa mwaka Shilo. Watu hawa walikuwa wakienda kule wanatoa sadaka zao, dhabihu na kila kilichokuwa kinafaa. Kwa nini? Watu hawa walikuwa wameweka agano. Kwa kumbe kwenye utoaji watu wanaweka agano, hata ikiwa ni upande mwingine wa gizani, watu wanakuwa na agano, ndio maana wanakuwa wanatoa makafara. Kwa walipokuwa wakienda wakimtolea Mungu, hakunyamaza. Majibu yanakuja wapi? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 6 na ule wa 7. Wa 6 anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye awakweze. Wa 7 anasema huku mkimtwika fadhaa. Huwezi kumtwika fadhaa wakati wewe hujasimama upande wake, haujajiungamanisha. Amen. Naye anajishughulisha na mambo ya mtu, anajishughulisha kwa mtu ambaye amesimama upande wake. Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu. Amen. Tunajaribu kukimbizana na muda wetu. Haleluya. Amen. Basi naomba uweze kusogeza tu kipaza sauti kwa mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Messi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumemsikia mtumishi wa Mungu amejaribu kuongelea pale na ametuonyesha, ametupa kodi mbalimbali. 2026 ni mwaka ambao mtu akitaka kwenda zaidi na zaidi kiuchumi, kufanikiwa, kiustawi, ni mtu ambaye anapaswa kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu, kusapoti kazi ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni moja ya kazi ambayo Mungu alimtoa mwanawe pekee akaja kuifanya. Maana hiyo ndio kazi ambayo inapaswa kupewa kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko sawa sawa Mtumishi wa Mungu, naomba nikupe nafasi sasa ya kuweza kuzungumza kitu kwa ajili ya mtazamaji wetu, mfuatiliaji wetu, tunapoelekea kuhitimisha kipindi chetu. Karibu sana mtu wa Mungu, mchungaji Messi, karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nawasalimia kwa jina la Yesu. Amen, amen. Moja kwa moja nitaenda kwenye somo ambalo linasema namna ya kuhusika kwa ajili ya kazi ya Mungu kwenye ufalme wake. Namna ya kuhusika kwa ajili ya kazi ya Mungu kwenye ufalme wake. Mahali hapa kuhusika ni mtu kwanza anajitoa yeye kwa moyo wake wote. Manake ukishajitoa moyo wako huwezi kusukumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Moyo wako ukishautoa huwezi kulazimishwa. Nitaenda kusoma moja kwa moja kwenye Malaki sura ile ya 3 na kuanzia mstari wa 8. Anasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa tunaona Mungu anawauliza hawa watu kwamba nyinyi mnaniibia ninyi. Mungu anawaambia hawa watu kwamba wanamuibia, na wao wanauliza tunakuibia kwa njia gani? Na Mungu anasema mnaniibia ninyi zaka na sadaka. Manake yule mtu ambaye ameshaokoka tayari, ameshamjua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha, yampasa yeye ahusike kwenye nyumba ya Bwana, kwenye upande wa kulipa zaka na sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ina maana wewe uliyookoka usipoweza kulipa zaka, na ili hali umefundishwa nini maana ya zaka, tayari unamwibia Mungu. Na usipoweza kutoa sadaka tayari unamwibia Mungu. Ni kweli
walokole wengi tumeshazoea kwamba kuna watu ni majambazi, lakini tusijijua kwamba hata sisi ambaye hatutoi zaka ni majambazi husika, tena ni majambazi sugu kabisa. Tunamwibia Mungu. Sio mimi, neno la Mungu linasema hapa. Mimi sijasema, bali neno la Mungu linasema. Tukisoma ule mstari wa Malaki sura ya 3 na ule mstari wa 10 anasema, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Watu wengi tuliookoka tumekuwa tukiuliza kwamba hizi zaka tunazozitoa zinaenda wapi? Zinafanya nini? Kumbuka watumishi wa Mungu anasema unapotoa sadaka lazima umalizane na Mungu, ili usiulize kwamba nimetoa zaka yangu jana imefanya nini? Mungu anasema ili kiwemo chakula. Chakula nyumbani mwa Bwana sio utegemee kwamba ukitoka kule nyumbani utegemee labda kuna wali utapikwa kanisani. Chakula nyumbani mwa Bwana, humu nyumbani mwa Bwana kuna vyombo vya muziki vinatakiwa vinunuliwe. Kuna umeme unatakiwa uwepo nyumbani mwa Bwana. Sasa wewe usipotoa zaka, hapa umeme tutanunulia nini? Ina maana kila siku tu tutakuwa tunaomba kwa Mungu kwamba Mungu, tunaomba umeme ushuke, wakati wewe umekaa hapa una zaka. Na si kulipa zaka tu, baada anasema leteni zaka kamili iliyo kamili. Ni kweli unaweza kuwa unafanya kazi unalipa zaka. Kama zaka sio kamili, bado wewe utakuwa unamwibia Mungu. Ndio. Bado wewe utakuwa unamwibia Mungu. Labda nitolee mfano mmoja. Kwetu sisi kijijini, anasema kwa malimbuko, kuna wakati ambao tulikuwa tunapata mazao mengi sana. Yale mazao tunayapiga mazuri, tunayaweka ya kuuza. Lakini yale yaliyooza ndio tunapeleka kanisani. Imani tunapeleka kanisani mahindi yaliyooza. Leo hii hapa leo nimekuwa nikijifikiria kwamba Mungu, ninaomba rehema kwa sababu nilikukosea sana. Tunachagua mahindi mazuri haya ya kuuza, tunaweka kwenye magunia, tunaweka dawa ya kuuza, ili yale yaliyooza tunapeleka kanisani. Imagine, Mungu ndo anasema anakupa nguvu za kuweza kupata utajiri. Ameyastawisha hayo mazao. Wewe unampelekea Mungu mazao yaliyooza. Hivi wewe utaendelea kupata laana wewe? Na bado unaendelea kusema ya kwamba mtu aliyopo gizani anafanikiwa kwa sababu anafuata masharti. Akisema lete mbuzi mweupe aliyenona, anapeleka kweli kweli. Anapeleka. Na wewe ukiambiwa lete zaka kamili, huleti. Naanza kuona unaibiwa. Unaendelea kuona unaibiwa. Huleti. Hivi kati ya mtu aliyoko gizani na huyu ambaye anasema ameokoka, analeta vitu ambavyo sio kamili, ni nani atakayebarikiwa hapo? Ni yule ambaye yuko gizani, unaona. Na ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 13, anasema hivi, wataendaje wasipopelekwa? Ni kweli kuna wakati ambao ndani ya nyumba ya Bwana kuna system ya kwenda kuhubiri Injili. Sidhani kama wale watu wataenda tu, watapanda daladala, watamwambia konda, sisi ni watumishi wa Mungu ambaye tunakwenda kuipeleka kazi ya Mungu. Sidhani kitu kama hicho. Wewe mwana wa Mungu unaweza kufanya agano na Mungu kwamba Mungu, mimi kila mwezi nitakuwa natoa sadaka yangu hii, ili watumishi wa Mungu waende kuhubiri Injili. Utoki kule, unahusika na wewe, unakuwa ni mmoja wa wanaopeleka Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa ni mmoja, sio kana kwamba wewe unasema unasaidia tu, bali unakuwa ni mmoja wa kuzipata hizi baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona mfano mmoja, kuna watu fulani ambao walienda airport, wanasema tunataka tukapande ndege tuende Marekani. Wamekaa pale wanaomba Mungu. Wamefunga na kuomba. Sidhani kama kuna ndege ilitokea. Nadhani wao wenyewe walitakiwa wahusike namna kujitoa ili hiyo ndege ije, walipie tiketi ili ndege ije waende Marekani. Sidhani kitu kama hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana wa Mungu nashauriwa, lipa zaka ili chakula kiwemo nyumbani mwa Bwana. Toa sadaka ili nyumba ya Bwana isipelee, isihangaike ili kazi ya Mungu iendelee mbele. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, amejaribu kukazia kweli kweli. Lakini mwana wa Mungu, nataka tu nizungumze kitu kwamba ni kweli unaweza ukatoa zaka lakini usiishie kwenye zaka. Amen. Mtu ambaye tayari amekuwa kiroho ni mtu aishi kwenye zaka. Bwana Yesu asifiwe. Namna unavyotafakari, namna Mungu anavyokuwezesha, anavyokusaidia, neema yake inavyokustawisha, usiishie kwenye zaka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mfano watu wanaoandaaga haya matukio kwenye walioko huko kwenye watu wa kidunia huko, ni watu ambao wanajitoa kwenye vitu vyao. Ukikuta wameandaa tukio lao, wameliandaa kweli mpaka hata wao utashangaa. Wanasapoti mambo ambayo unakuta hata ni ya gizani kabisa.
Sasa kwa nini wana wa nuru tusiweze kufanya jambo mpaka watu wajue kweli Mungu wa hawa jamaa ni Mungu ambaye anaweza? Si kana kwamba Mungu hawawezeshi watu, si kana kwamba Mungu hawainui watu, lakini wale wanaoinuliwa sasa, namna ya kujitoa kwa huyo Mungu aliyewainua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya muda, wana wa Mungu, ningetamani tu tuweze kuhitimisha kipindi chetu. Naamini kabisa kuna namna mtu mmoja amesaidika mahala fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwana wa Mungu unayetufuatilia kokote kule, kwa neema ya Mungu tumeweza kuachilia ujumbe huu. Naamini ni ujumbe ambao utakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kila siku unaomba Mungu akusaidie, ila anapokusaidia ghafla unaanza kusikia uchungu, namna ya kuweza kusupport kazi ya Mungu, namna ya kuweza kusimama kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Kwa nini unasikia uchungu? Manake kuna karoho fulani ndani yako kanataka kukuzuilia kwenda hatua fulani, na hiyo roho kila inapojaribu kuinuka kama uchungu fulani, leo imevunjwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hiyo roho imekuachilia katika jina la Yesu, na ninaamini kuanzia siku ya leo unapoanza kufuatilia ujumbe huu, maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Naona kuna mgeuko fulani, na huu mwaka 2026 utaanza kuona kuvuka kwa sababu ya namna ambavyo utakuwa umejiambatanisha na kujiungamanisha kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Basi kama bado haujampa Yesu maisha yako, kokote kule unakotufuatilia, ningekukaribisha tu uweze kunifuatilia nyuma yangu maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi zangu zote, futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia siku ya leo, Bwana, ninakupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kukataa shetani na kazi zako zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, yatawale maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuanzia tarehe ya leo, umezaliwa mara ya pili, wewe ni mwana wa Mungu sasa. Ninakuombea neema ya Yesu Kristo ya kushinda kila dhambi, kushinda kila uovu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana.